dhana ya wanawake kuwa sehemu ya maamuzi. Hii ni muhimu kwa sababu tukiwa sehemu ya maamuzi tunajua kama ni maamuzi ya sera, sheria, maamuzi tu ya miongozo, tunajua yepi yanatufinya, yepi yanatusukuma mbele. Kwa tukiwa sehemu ya maamuzi tunakwenda kuchangia yepi yanatufinya, yepi yanatusukuma mbele. Tusipokuwa, wenzetu wanajiamulia wanavyotaka. Ni maeneo kadhaa, na nyinyi ni mashahidi, miradi mingi inaletwa huko chini. Lakini wanapokaa wanaume peke yao kuamua, unaweza ukaenda ukalikuta soko liko maeneo ambayo mwanamke kufika huko sokoni uifunge safari. Lakini wangekuwa wanawake wamo kwenye ile bodi ya kuamua, wangesema hapana jamani, huko mbali, soko lije hapa. Au zinakwenda fedha kijijini, wanasema kuna shida ya maji, lakini anayekwenda kutafuta maji ni nani? Ni mwanamke, si ndio? Lakini fedha ile ikienda wanaume watakuja na mradi mwingine na sio ule wa maji. Kwa hiyo kuwemo kwenye sehemu za maamuzi ni kubwa zaidi. Na hiyo ni ngazi ya kijijini, ngazi ya mikoa, hata huku kwetu kwenye taifa. Uwepo wetu wanawake huku juu kunasaidia kusema hapana jamani, tukiamua hili wanawake mtawapa shida hii. Lakini tukienda hapa wote tutakuwa kwenye hali nzuri. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na serikali imeanza muda mrefu jitihada hizo za kuingiza wanawake kwenye ngazi za maamuzi. Na ndio maana sisi leo tumefika hapa. Tuliingizwa huko, tukaingia, tukapanda mpaka tukafika hapa. Kwa hiyo jitihada zimeanza muda mrefu sana, lakini bado nikiri kuna ombwe ambalo linahitaji kuzibwa. Na hili ni katika ngazi za maamuzi ya kisiasa, lakini ngazi ya maamuzi serikalini, ngazi za maamuzi kwenye mafedha huko, kote bado kuna ombwe ambalo tunatakiwa kuliziba.